Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Tunaendelea kuletea masomo haya. Jana kwa masomo zuri hapa siku ya Jumanne kwa kuangalia uhusiano wa kikazi, namna gani ambavyo bwana pamoja na mtumwa, leo hii ni bosi pamoja na mfanyakazi wanavyotakiwa wote kushirikiana pamoja. Amen. Mfanyakazi afanye katika sehemu yake hata kama haoni, lakini yuko Mungu anayemuona mbinguni. Lakini hata na bosi pia atoe appreciation, atoe motisha kama kazi inafanyika. Asiwe bosi ambaye ananyima haki au umefika mwisho wa mwezi anawapiga Kiswahili kwamba bwana mambo hayajakaa vizuri. Basi siku ya Jumatano somo linasema kuombeana. Tupate ombi. Mungu wetu mbinguni, tunakushukuru sana kwamba umekuwa pamoja nasi. Tuendelee kujifunza namna gani ya kuhusiana sisi kwa sisi wiki hii. Kwamba hata kwenye somo la kuombea na tupatie pia hekima yako. Tunahitaji tukasikie mawazo yako. Tunahitaji kujua siri hizi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Kuombeana. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 4, tunaenda kuangalia jinsi ambavyo kama washirika wa maisha pamoja na Kristo, iwe ndani ya kanisa, iwe ndani ya ndoa, iwe ndani ya familia, iwe makazini, kama washirika, yani bila Mungu hii yote ni empty talk, yani maongezi tu yanayoishia ni mezani hapa, maisha yanaenda kama kawaida bila kuombeana. Twende Kolosai sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 4. Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba. Tena amesema dumuni sana katika kuomba. Endelea. Mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Mkituombea na sisi kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa, ili nidhihirishe kama inipasavyo kunena. Amina. Sema vifungo. Hapa kwanza anaongea na waumini, familia ya waumini kule wa Kolosai. Paulo anasema jamani, tuombeane. Kumbukeni, hata mwishoni huko mbele tutaambiwa kwamba jamani, kumbuke. Anapomaliza ile fungu anasema kumbukeni, niko kifungoni. Paulo yuko kifungoni kwa sababu ya neno la Mungu. Kuna watu ambao hawataki kusikia anaoyahubiri, wamemchongea, amefungwa. Lakini ni neno ambalo lina hekima ya Mungu, ni neno ambalo linabariki, kama ambavyo tumeona katika masomo haya yote haya. Lakini neno hili shetani hataki lisikike kwa sababu anampinga Mungu. Na haya ni mapenzi ya Mungu yanayofunuliwa na neno lake. Kwa hiyo sasa, ikiwa kama Paulo atafanya kazi, anasema anahitaji msaada. Kuna uhusiano mkubwa kati ya wahubiri kufanya kazi yao na wanaonufaika na mahubiri haya kuwaombea. Watu wengine wanasema si nimetoa zaka. Zaka haiwezi kufungua vifungo. Kuna ulimwengu, hatujazungumza kwenye Wakolosai kwamba kuna ulimwengu wa masultani na mamlaka ambao of course wameshindwa, lakini wana hasira kali, hawataki ubwana wa Yesu watu watambue, walipokea neno lake. Sasa kuna upinzani. Wewe unaweza kushangaa, mbona pasta leo imepanda mimbarani simuelewi kabisa? Taji kuombewa. Labda ni vifungo, labda na stress na mke wake huko, mambo yaeleweke huko. Huwezi jua. Unaisha tukasema pasta leo umechemka. No, muombe. Kwa hiyo Paulo anasema niombeeni. Mimi niko kwenye minyororo ya Rumi hapa. Nahitaji neno hili nitoke hapa nikalihubiri. Niombe. Sasa leta hiyo principle kwenye mahusiano ya kazini, ya wazazi na watoto, ya mume na mke. Unaweza ukafundisha watoto kichwa maji, haelewi. Unaweza ukapenda, kumbe amekamatwa na stress fulani, amekamatwa na uchungu fulani, amekamatwa, haelewi. Anasema unanisumbua, tena umebuswa, anaona afute. Anaona nini? Yaani kwa nini? Kwa sababu ya vifungo, macho yamefungwa. Sasa angalia jinsi anavyosisitiza Paulo. Dumuni sana katika kuomba. Hivi ina mipaka kwenye kudumu. Alafu kama anaona haitoshi, anasema mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Tena anasema huku na shukrani.
Si una uzoefu gani juu ya mambo haya ya maombi haya na kufunguliwa haya? Uzoefu ambao vifungo na kufunguliwa. Uzoefu ambao ninao katika kuomba, kuna mambo mengine ambayo nilikuwa nanitatiza. Naona nilikuwa katika kifungo cha kutokuelewa neno la Mungu. Kila nikijaribu kulisoma, huelewi. Naona sielewi. Bado mbona kama ni maluelue fulani. Bado maluelue. Lakini nikasema hapana. Wale uwezo wamefanyaje? Na ili kuelewa kwa neno si la Mungu, si pumzi yake. Kuna Roho Mtakatifu ametupatia. Nikajizatiti katika kuomba, lakini pia na kumwomba Roho anisaidie. Nikaona neno ambalo linavyohusiana, linavyoungamana, connections of the dots, na namna ambavyo dunia inavyoitazama. Kwa kweli nilifurahi sana, lakini sio kwenye neno tu, hata katika mahusiano. Kuna mahusiano mengine, kuna mahusiano mengine unaona kabisa, mbona kama sielewi kinachoendelea ni kitu gani? Mbona hamna picha ambayo ni angavu? Mbona naona nyota tu hapo. Lakini unapozidi kukaa, unazidi kuomba kwa Mungu, anakupatia, anafunua, anazidi kufungua. Maombi yanasaidia. Uliomba mara moja tu au ulidumu katika kuomba? Na siku unapozidi kukesha, ndio Mungu anazidi kufungulia. Sasa kwenye habari ya vifungo, hiyo siri hiyo, mimi natamani tu mpenzi msikilizaji aondoke nayo. Anasema dumuni, kesheni katika jambo hili. Yesu anasisitiza kwa lugha hii, anasema bisheni nanyi mtafunguliwa. Ikiwa kama mtoto unampeleka shule, anarudia darasa, anarudia masomo, yani kitu ujue amedumu kuomba na kukesha. Kila ombi linafungua, kila kifungo kinafungua. Maombi ya kudumu na kukesha, niseme yana ugumu. Shetani anapoona unaanza kukomaa kwenye kukesha na kuomba, ataingiliza, atahakikisha ratiba zinaingiliana. Ule muda ambao, tena naomba ikiwezekana usitangaze ratiba zako za maombi, maana anajipanga. Mawakala wako wengi sana, wanajipanga. Zima simu, muda ukifika ingia. Lakini pia ni maombi ambayo hata unatembea, hata unaongea. Dumu katika jambo hili. Tutaona mabadiliko makubwa. Unanyimwa mshahara, bosi hakuelewi kazi unafanya, dumu katika kuomba. Tukiombeana, nasema inawezekana amefungwa naye ajitambui. Rafiki yangu, unahitaji neema ya kuomba, unatamani kuomba lakini unahitaji nguvu ya kuomba. Twende tuombe tupate nguvu ya kuomba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, namleta mtoto wako hapa. Aidha ni mchungaji au ni mzazi au ni bwana, anahitaji kulinena neno lako kwa ujasiri, kulifundisha kwa ujasiri, kutimiza mapenzi yako, lakini amefungwa. Patie nguvu, hata nguvu ya kuomba, afunguliwe. Lakini hapa tunamleta afunguliwe. Lakini ikiwa kama kuna mtu anahitaji kulisikiliza, labda ni mtoto, labda ni muumini, labda ni mke anahitaji kumwelewa mume wake, labda ni mtumishi anahitaji kumwelewa bosi wake, ili kuwepo na mahusiano mazuri, Baba mfungulie macho. Neema yako inatosha. Turudishe tena kesho kwa masomo kama haya, kwa jina la Yesu, amen. Asante sana ndugu mtazamaji, na kipindi chetu tumefikia mwisho leo. Kesho siku ya Alhamisi tunaangalia kuenenda kwa hekima. Kwa hekima. Mimi ni Arnold Rubinza na mimi ni Nosmo Kalindile. Karibu sana siku ya kesho. Amen.